السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم ليخرج الناس من الضلالات إلى الهدى المبين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد بلغ القرآن الكريم الذي أرسل به للناس أجمعين، ورضوان الله تعالى على الصحابة الكرام الذين حملوا هذا القرآن فكانوا نعم المؤتمنين على وحي رب العالمين. وبعد، فيقول المولى عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha kwa mara nyingine kuweza kuhudhuria katika darasa letu au katika kipindi chetu cha tafsiri ya Qur'an. Tulizungumzia katika zama au kipindi kilichopita kwamba katika tafsiri yetu ya Qur'ani tutadili au tutazama zaidi katika juzu amma, na kitabu chetu ambacho tunakitumia ni Al-Mu'inu ala fahmil juz'i 30 juzu amma. Yani maana yake au tafsiri yake ni kisaidizi cha kuweza kufahamu juzu ya 30 ambayo ni juzu amma, ambayo ina sura nyingi. Tumesema kwamba ni sura zile fupi ambazo zimeshuka katika mji wa Maka, na sura nyingi katika juzu amma zinazungumzia habari za siku ya kiyama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na vitu vingi sana katika viumbe vyake alivyoviumba, viumbe vikubwa ikiwa majabali, milima. Ameapa na usiku na mchana. Ameapa kwa nyakati mbalimbali, subhi, wakati wa dhuha, wakati wa usiku, wakati wa mchana. Zote hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia kuziapia. Tukimwangalia mtunzi wa tafsiri hii au wa kitabu hiki, Ustadh Dr. Zaid Umar Al-Uwais, yeye ametumia mambo muhimu na maalumu katika kukitunga kitabu chake. Ana vitu ambavyo ameviweka ili viweze kumrahisishia msomaji wa tafsiri hii ya juzu amma katika usulubu uliokuwa mwepesi ambao hautompa tabu katika kujifunza tafsiri hii ya juzu amma. Moja katika ambayo ameweka ni Ar-Rasmu Al-Qur'aniyu. Ameweka muandiko ule hasa ambayo Qur'ani imeandikwa. Kuna Ar-Rasmu Al-Kitabi, Ar-Rasmu Al-Qur'aniyu. Ar-Rasmu Al-Kitabi hii inahusu zaidi katika masuala ya uandishi, kuandika. Lakini Ar-Rasmu Al-Qur'aniyu hii inahusu hasa katika masala ya kuiandika Qur'ani jinsi ambavyo imeandikwa. Kwa hiyo Qur'ani ina uandishi wake tofauti na uandishi wa kuandika kama unavyoandika makala au lugha ya Kiarabu na mengineyo. Pamoja na kuwa Qur'ani imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini vile vile wanazuoni walioiandika wameweka utaratibu wake au khasaisi zake. Kwa hiyo ameandika Rasmul Qur'ani ambayo ndani yake ameleta utofauti mbalimbali na akaweka utofauti wa kuandika kawaida kama unaandika lugha au barua au na vitu vingine, na jinsi ilivyoandikwa Qur'ani. Na Qur'ani zaidi imeandikwa katika Ar-Rasmu Al-Uthmani kwa sababu yeye ndo ambaye mwanzilishi aliyeweka masala hayo ya kuiandika Qur'ani na kuikusanya. Lakini vile vile ameweka mwandishi katika tafsiri yake abrazu mawdhu'ati sura, yani yale maudhui ambayo yako wazi, mada ambazo ziko wazi kabisa ambacho kinazungumzwa katika sura hiyo. Kitu gani ambacho kimebeba ujumbe wa sura? Sura inaweza kuwa ina vitu vingi inazungumza, lakini kitu gani hasa ambacho kimebebwa na kinaonyesha unaweza ukaifanya ndio unwani ya sura hiyo. Lakini vile vile ameweka maana za maneno magumu ambayo vile vile ameyataja tafsiri yake, amebainisha. Lakini vile vile akazungumzia tafsiri ya kiujumla, at-tafsiru al-ijmaliyu. Amezungumzia tafsiri ya kiujumla, na maana sharh amesherehesha kwa ujumla
kwamba nini ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusudia katika aya hizo ambazo ameziteremsha au katika sura hiyo ambayo ameizungumzia. Lakini vile vile mwisho akaeka faida na miongozo. Faida na miongozo, pamoja na faida na miongozo, mwisho akaeka maswali ambayo na munakashati mbalimbali ambayo amemuuliza mwanafunzi ambaye amesoma sura hiyo au aya hizo ambazo zimetajwa. Lakini kabisa tukiingia katika maudhui yetu hasa tutaanza na suratu An-Naba. Suratu An-Naba imeshuka Maka, nayo vile vile inazungumzia kuwashangaa Makuraishi au makafiri kutokana na habari ambazo wanaulizana wao kwa wao bila kupata ujuzi wake kutoka kwa yule ambaye ni mjuzi zaidi. Suratu An-Naba imeshuka Maka na idadi ya aya zake ni aya 40. Sisi tutaanza aya ya kwanza mpaka ya 16. Katika mwanzoni wa kujifunza tutaanza aya ya kwanza mpaka ya 16. Na kawaida katika Qur'ani zipo sura au aya ambazo zimeshuka Maka na zipo sura au aya ambazo zimeshuka Madina. Katika kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishi Maka, Qur'ani ilishuka na kuna aya ambazo zilishuka, lakini vile vile katika kipindi ambacho Mtume alihama kutoka Maka kwenda Madina, vile vile zipo aya ambazo zilishuka na sura vile vile ambazo zimeshuka. Na sura hizi au aya hizi zote zinakuwa na ujumbe wake na walengwa wake. Katika sura za Maka zina walengwa wake na ujumbe wake, na sura za Madina vile vile zina ujumbe wake na walengwa wake, lakini vile vile kuna muundo, kuna mbinu ambayo ilitumika vile vile katika kutafsiri au utaratibu wa kushushwa aya hizo na upangiliaji wake. Lakini vile vile wanawachuoni walikubaliana, wanawachuoni wa tafsiri kwamba je, zile sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwepo Maka wala hakuwepo Madina, mathalani yuko Taif au yuko sehemu nyingine ambayo sio ndani ya mji wa Maka au sio ndani ya mji wa Madina, je, nini cha kuzihukumu aya zile? Zote wanaochuona kukubaliana wakasema kwamba tutazihukumu kwamba aya hizo zimeshuka katika miji ipi au vitongoji vipi vilivyopo katika mji wa Maka na mji wa Madina. Miji mikubwa miwili kwamba ndiyo iliyofanywa kwamba aya za Qur'ani au sura ndio imeshuka. Lakini kama imeshuka karibu na Maka, tutasema aya hiyo au sura hiyo imeshuka Maka au imeshuka Madina, ikiwa kitongoji kile au kijiji kile kipo karibu na mji wa Madina. Lakini wengine vile vile wakaenda mbali wakasema kama sehemu hizo mbili ndio ambazo tumekubaliana, kwa hiyo hata Mtume kama akiwa yupo Madina lakini amekuja Maka mathalan kufanya hija, zikashuka aya au zikashuka sura, zote zihesabika kwamba hizo zimeshuka Madina, kwa sababu wakati huo Mtume sasa makazi yake yapo Madina, na zile zilizoshuka Maka zitabaki kuwa ni za Maka. Kwa hiyo ndio maana katika mashafu utaona kwamba kuna sura zimeandikwa Makia na sura ambazo zimeandikwa Madania. Inshallah katika ufunguzi huu na utaratibu huu tutaendelea kidogo kidogo ili kuweza kupata lile jambo lenyewe kwa utaratibu uliokuwa mzuri zaidi. Kwa leo tuishilia hapa. Tumepata kwamba tutaingia katika sura yetu ya An-Naba. Tukianza darasa jingine tutaanza moja kwa moja kutafsiri juzu amma. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.